Naam, habari zenu wanafunzi wa kidato cha sita. Kuna mwanafunzi mwenzenu hapa ameuliza swali katika diwani ya chungu tamu kuhusu taswira, na amekwenda katika moja kwa moja swali la shairi la Mfereji Maringo. Taswira imepatikana katika shairi la Mfereji Maringo. Sasa jibu lake lifuatalo. Mfereji Maringo, kwanza tukianza na jina lenyewe ama tulisome kabisa. Mfereji Maringo. Mwandishi anasema katika beti ya kwanza, yafurahisha hisia kwa mfereji Maringo, kurambwa hadi safia, mrembo wenye mpango, maji yaweza pitia ndani ya fumbo kiungo, mfereji maji nono wasafiwa kwa ulimi. Beti ya pili mwandishi anasema, mfereji wa heshima ule wa kingo laini, maji yake ya uzima hayakauki juani, huleta nyingi hekima, maji yenye burudani, warambwa si mara nyingi, heshima ya dai haba. Na beti ya tatu na ya mwisho mwandishi anamalizia anasema, wengine waliogopa hata kamwe haurambi, walaumu ni pupa ambao hilo ni dhambi, wageni waleta hapa ati kuwasha utambi, mifereji ya viungo vile vya maji matamu. Hizo ni beti tatu mwandishi kamaliza. Sasa katika hizi beti tatu ukianza tunapoanza kudadavua, tunaanza na jina lenyewe Mfereji Maringo. Maana yake nini? Katika upande kule wa Zanzibar, mfereji kule ndio maana ya bomba, kama huko tunavyoita ile pipe ya maji inayotoa maji ile. Sisi kunaita bomba, wao wanaita mfereji. Na maringo, maji yakiwa yanatoka kidogo kidogo vile ndio tunasema maji yanaringa. Ni huko maji yanatoka kwa sema mfereji unaringa. Kwa hiyo hiyo ni maana nzima ya Mfereji Maringo. Lakini kumbuka hii ni swala la taswira. Sasa taswira tunaipata hapa. Taswira unaweza kujenga taswira kutokana na mazingira. Mimi nitajenga taswira moja kupitia Mfereji Maringo. Kwa mujibu wa mwandishi, Mfereji Maringo hapa anaonyesha hapa kidogo nitatumia tafsida ili tuweze kupata, siwezi kwenda moja kwa moja, nitatumia tafsida. Mfereji Maringo hapa mwandishi anazungumzia wale watoto wa mjini wanajua ni kwenda chumvini. Nikisema kwenda chumvini, baadhi mnaweza mkanielewa na baadhi msiweze kunielewa. Asiyenielewa aelewe kwamba asiyejua maana haambiwi maana, akiambiwa maana huwa si maana. Sasa kwa aliyenielewa maana ya kwenda chumvini, maana yake ndio hiyo Mfereji Maringo. Ndio maana katika beti ya kwanza anasema, yafurahisha hisia kwa Mfereji Maringo, kurambwa hadi safia, mrambo wenye mpango, maji yaweza pitia ndani ya fumbo kiungo, mfereji maji nono wasafiwa kwa ulimi. Nadhani mmenipata hapo. Mfereji Maringo, kwenda chumvini, yaani mtu anapokwenda anaramba kwa mpango, taratibu, haendi haraka haraka, taratibu kwa mpango. Mfereji Maringo. Katika beti ya pili kwamba nimesema kwamba maana yake kwenda chumvini, katika beti ya pili taswira unajenga anasema, mfereji wa heshima ule wa kingo laini, yaani mfereji wake kingo zake ni laini, yaani kinani sana, zile kingo zinaweza zikaita madhara kwa mimi. Maji yake ya uzima hayakauki juani, yale maji ya uzima lakini vile vile hayakauki juani, huleta nyingi hekima, maji yenye burudani, warambwa si mara nyingi, heshima ya daihaba. Kwa hiyo Mfereji Maringo unarambwa kwa nadra, aghalabu haulambwi, na watu wengine wanakataa kabisa. Ili katika beti ya tatu anasema hapana, kuramba yani maana kwenda chumvini haifai. Hii tabia imeletwa na wageni, wameleta wazungu. Sisi wa Afrika mambo haya kwenda chumvini hatuna. Anasema wengine waliogopa hata kamwe hawarambi, walaumu ati pupa, tambiko hilo ni dhambi, wageni waleta hapa ati kuwasha utambi, mifereji ya viungo vile vyenye maji matamu. Beti tatu zimekwisha. Ina maana sasa hapa mwandishi kama nilivyosema, taswira ya hapa ni kwenda chumvini, ambazo tabia hizo kwa Afrika baadhi wanakubali, baadhi wanakataa, wanasema zimeletwa na wazungu. Hata tukienda katika upande wa dini, baadhi ya dini baadhi ya viongozi wa dini wengine watakwambia inafaa kwenda chumvini, wengine watakwambia haifai. Nadhani hiyo ndio maana ya taswira ya shairi la Mfereji Maringo kwenye kitabu, kwenye diwani ya chungu tamu. Ni mimi mwalimu wako
alama B. Kwaheri.